Wewe tele ase. Nadhani ilikuwa na haja sana kuanza kurejelea, lakini inaweza ikawa vizuri. Kwa sababu gani? Ili nijue mifano ambayo mtaenda kuitumia kule kwenye mahubiri, isije kawapa shida. Kwani wewe mifano ambayo umeandaa ni ipi? Mimi kama unavyojua napenda kufundisha kwa mifano. Sahihi, ndio. Unaelewa baba? Amina. Kwa kuna ule mfano ambao watu wanaufahamu, tunasema common. Yeah. Common example. Yes. Kuna kile kisa kimoja cha huyu nani? Yuda. Mtumishi wa Mungu Yuda. Yuda. Yuda, kile kisa kinasema Yuda alimtoa mwanae wa pekee ambaye ni Isaka. Umeona? Kwa hiyo kamtoa mwanae wa pekee ambaye ni Isaka, akampeleka kwenye mlima juu, akatengeneza kuni ili amtoe sadaka. Ghafla ikasikika sauti kwamba angalia pembeni. Kwa angalia pembeni akaiona ng'ombe. Akaambia usimchome mtoto, chukua hiyo ng'ombe. Unajua unaweza kuanza mnakoenda mnaweza mkapotosha watu. Lakini mtumishi, mfano huo ni mzuri. Sio mfano huo ni mzuri. Wewe unatakiwa utambue. Wewe unavyosema hivi Yuda, umesoma kwa hicho kifungu. Abraham, baba wa imani, yule ndo alimtoa Isaka. Sasa unavyoanza kulopoka mara Yuda akamtoa nani? Basi baba, tufanye hivi. Ni bora nifundishe kutoka mimi, unajua wewe ni role model wangu. Ni bora nifundishe kutoka kule kwenye masomo yako. Mara mia ukafanya hivyo. Kuna kile kisa ulitupaga kile, nafikiri hata nikienda kuwafundisha watu kanisa la kule watakielewa, kwa sababu katika visa ambavyo mmewahi kusimulia na nikavikariri vizuri ni kile cha Maria Magdalena. Mariam. Sasa mifano kama hiyo ndio inatakiwa uitumie, uishike, kwa sababu ipo kichwani. Safi sana. Mariam, kile kisa cha baba alikuwa anasemeka, unakumbuka? Mariam baada ya kuhangaika muda mrefu kuto kupata watoto, akajifungua watoto hawa mapacha. Ambao wala watoto mapacha, yule mmoja yule Mariam wako. Nachoka kufundisha. Mariam unamzungumzia yupi? Mariam alikuwa anahangaika kupata mtoto wapi? Wewe unamzungumzia Mariam. Wanaanza kumzungumzia Mariam nani? Mdogo wake mama Jose au unazungumzia Mariam kwenye Biblia? Unajua mnakoelekea mimi mtanitoa kwenye ulimwengu wa kiloni, anze kuwabatua makofi. Haya, kanisa linawatuma mwende mkawahubirie watu. Unaanza kuniambia eti Mariam alikuwa anahangaika watoto. Yule alipewa. Yaani hiyo ni issue deep sana. Lakini baba, ambaye inatakiwa uzame kutoka ndani. Ili jambo ni wewe ndio ulitufundisha pale. Alikufundisha babako, nitakubatua. Sasa ulitufundisha kwenye kanisani after na. Nilikufundisha wapi? Acheni kunitendesha dhambi. Eti jamani, umeshaikuona kuna mfano kama huu? Ni ibada gani hiyo ambayo mimi nimeenda hapo eti nikasema hivi naanza kufundisha ujinga kama unaoongea? Ndio maana watu wanapofoka, watu wanaendelea kuharibika. Kwa sababu gani? Tunazalisha vizazi vibovu. Kwani mkaanza kweli kwenda kuhubiri vitu kama hivi kweli? Eti anaanza kusema eti Mariamu amezaa watoto mapacha. Serious? Kwani unakuwa unaofu ya Mungu wewe? Na kanisa hili linakuangalia wewe, tunakutegemea uende ukawahubiria watu. Kuna haja gani sasa ya kuwatuma? Hebu saki mara 100 kama utaweza kufanikiwa, bora uende mwenyewe. Game over. Sio tunaanza kwenda na watu wanaanza kulopoka vitu ndani kwako. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Baba, mimi kwanza nimefikiria kutumia kitabu cha Matendo ya Mitume. Amina, safi. Amina. Matendo ya Mitume, na mimi nikapenda kumtolea mfano Zakayo. Safi. Unajua Zakayo baba. Sasa hiyo ni pale kwenye mahubiri sasa. Sahihi. Zakayo alikuwa ni mtu mwenye nguvu. Ndio. Ilifika hatua baba Zakayo akawa anaweza kusukuma nguzo ya umeme. Angalia kwa mfano pale alikuwa na nguzo mbili za umeme, akaanza mkono wa kushoto. Watu wa Zakayo. Wewe tele ase.